Jamani, habari za siku wapendwa wanawake wenzangu, jamani wazima. Na watakieni heri ya mwaka mpya, kwa sababu sijaonana na nyinyi, sijaongea na nyinyi toka muda mrefu sana. Ninaomba mnisamehe sana kwa kuwa nilipotea, lakini nina sababu kwa nini nilipotea. Lakini kabla sijaanza na kuendelea kuongea kama kawaida yangu, wakubwa shikamoni, wadogo mambo vipi? Na kabla sijaanza kuongea na kuambia ni nini kimetokea kwangu, naomba tuombe. Baba wa milele, ninakuja Yesu katika msalaba wako mtakatifu na katika damu yako takatifu Yesu. Ninasema asante Yesu kwa sababu umenipa mwanya huu wa kwenda kuongea tena na wanawake wenzangu Yesu. Ni kwa upendo wako tu Yesu. Kwa damu yako takatifu kamfunike kila mwanamke anayeangalia film hii. Katika kila mwanamke anayekwenda kusikia na kuona kile nilichoongea kitaenda kumsaidia. Ninasema asante Yesu kwa sababu utaenda kufunga mapepo, mashetani, majini yote ambayo anataka kuteketeza video hii na kuifanya isiende kuchukuliwa na wanawake. Ninasema asante Yesu kwa sababu utaenda kuleta amani na furaha katika jina lako takatifu na kuabudu na kuheshimu. Amen. Naona mtakuwa mnanishangaa, toka lini huyu mwanamke anasali kabla hajaanza kuweka video? Basi niwaambie na wapenzi wangu, hicho ndio kilichonitokea mimi mwenzenu. Toka miezi mitatu iliyopita kuna mambo makubwa yametokea katika familia yangu. Mambo ambayo nitakwenda kuwaelezeeni katika video yangu itakayofuatia. Lakini leo kwa kasalamu kafupi naenda kuambieni kwamba ninampenda Mungu, ninampenda Yesu. Nimejaa Yesu. Nimejaa Roho Mtakatifu, nimejaa Mama Maria. Sijui niwaeleze nini, lakini nina furaha moyoni mwangu kwa sababu nimemjua Mungu. Najua kwa wale ambao wananijua mimi, wanaonijua mimi watakuwa wanasema, toka lini Lucy anaongelea kuhusu mambo ya Mungu? Basi ndio hivyo ujue. Kuna vitu vikubwa sana vimetokea katika maisha yangu hizi miezi mitatu iliyopita. Na ndio maana nimeenda kumjua Mungu. Lakini kitu kimoja ambacho nakwambia wewe mwanamke mwenzangu, kama mwanamke mwenzangu, hata siku moja usiache kumuomba Mungu. Hata kama wewe ni Muislamu, wewe ni dini gani, imani yako unayoiamini, imani yako inakwambia kwamba Mungu yupo, ni kweli Mungu yupo. Wakati mwingine nikianza kufikiria naona kama vile naota ndoto, lakini ni ukweli, kwa sababu Yesu anatupenda. Yaani anatupenda kuliko chochote. Unachotakiwa ni kupiga magoti na kumuomba. Unachotakiwa ni kupiga magoti na kumuuliza na kumuomba na kumpatia shida zako. Mimi najua katika wanawake wote ndio kama mnaangalia video hii, kuna mwingine ana tatizo la kutokupata watoto. Kuna mwingine ana tatizo kwamba ana ugonjwa wa moyo, kuna mwingine ana ugonjwa wa figo, kuna mwingine ana ugonjwa wa kuashwa, kuna mwingine ana ugonjwa wa kansa, kuna mwingine ana matatizo ya kichwa, maumivu ya kichwa kila siku, lakini katika jina la Yesu utakwenda kufarijiwa ukimjua Yesu. Sisemi hizi kwa sababu nataka eti kufanya show au kusema nini. Nasema hivyo kwa sababu hayo maneno yote yanatoka ndani ya moyo wangu. Na nasema yoyote anayepuuzia atakwenda kuadhibiwa vibaya na Yesu, kwa sababu Mungu anasema, njooni nyie kwangu wote mnaohuzunika na nitawafariji. Mimi nasemaje wapendwa wanawake wenzangu? So wakati mwingine Yesu anafanya kitu katika maisha yako kwa sababu ana kusudi lake. Wakati mwingine utaona Yesu anachukua mtoto ambaye unampenda kuliko chochote kile, anamchukua. Lakini anamchukua huyo sio kwa sababu anakuchukia wewe. Anamchukua mwanao sio kwa sababu anataka wewe uumie. Anamchukua kwa sababu ana kusudi lake kubwa. Ana kusudi lake kubwa ni kwa nini? Wakati mwingine Yesu anataka wewe umfuatie na umjue. Anataka umrudie kwa njia hiyo, umrudie kwa moyo wako wote na ukamtumikie yeye. Na ndio maana anakuchukua kile unachokipenda ili ufanyaje? Umjue yeye. Halafu tena kuna kitu kingine kwamba Yesu wakati mwingine anachukua, utaona kuna rafiki yako alikopo mzuri, anakupenda nini, ameanza kukukataa, anakimbia, haongei na wewe, anakudharau. Mshukuru Mungu. Tena upige magoti mwambie Yesu, asante kwa kumtoa huyu rafiki ndani yangu, kwa sababu Yesu
amekupisha janga la ajabu. Alipomtoa yule, amekupisha jambo la ajabu. Na Yesu akitoa kile kitu unachokipenda, anakuingizia kitu kipya ambacho kizuri zaidi ya maradufu na kile ulicho nacho. Mimi nataka tu kuambieni wapendwa wanawake wenzangu, amini usiamini, mimi nasema tena, kwa yule yote anayenifahamu mimi, atakuwa saizi amekaa hapo chini amefungua mdomo, haamini kama haya maneno yanatoka ndani ya mdomo wangu. Lakini nasema katika jina la Yesu, nasema yale aliyonifanyia Yesu mimi, yale aliyonitendea Yesu mimi katika miezi hii, katika mwaka huu, ni mambo makubwa ambayo siwezi kuyaelezea. Ni mambo ambayo sijui nielezee vipi, na sitaki kuelezea saa hizi kwa sababu nitamaliza utamu wote. Ninachosema ni kwamba amini usiamini, chochote unachofanya, mtumikie Yesu, mtumikie Mungu, tumikia pale unapopaamini. Kwa sababu kwa wale wa Kristo, mnajua Yesu ametuahidi katika Yeremia 33:3 kwamba tukimuita atakuja na atatuonyesha mambo makubwa na ajabu ambayo hatujawahi kuyaona. Sisi wanawake tulioolewa, wanandoa, saa nyingine waume zetu wanakopo wakorofi. Utaona mume wako anaondoka, hata harudi tena, anakwambia baby, mimi sikupendi tena. Unaweza kushangaa, kwani nimefanya nini? Sasa sisi tulivyo wakorofi, tutakavyoanza hapo, huyu atanikoma, nitamuonyesha jinsi alivyo. Tena hata usigombane naye, mpendwa mwanamke mwenzangu, mwambie kwa mapenzi ya Mungu. Lakini kama Mungu, kama Yesu yule aliyetufungisha kanisani ndoa yetu, kama yule Yesu aliyetufungisha ndoa hii kanisani kwa msalaba wake mtakatifu, akatuambia sisi ni mwili mmoja, sisi ni ubavu mimi ni ubavu wake wa pili, basi Mungu yeye mwenyewe atakwenda kumrudisha mume wangu nyumbani, na atakwenda kumrudisha. Lakini kinachotakiwa, piga magoti mama, piga magoti, muombe Mungu. Mkabidhi mume wako katika damu ya Yesu, mkabidhi mume wako katika upendo wa Yesu, mkabidhi Yesu, mkabidhi. Mimi nakwambia utaenda kuona maajabu hayo. Mimi nasema kwa mtu yoyote ambaye yuko nje huko, ambaye anaangalia video hii, alikuwa ana tatizo na amemuomba Mungu toka muda mrefu, amekwenda kupata. Na uhakika kuna wanawake mpo nje, mlikopo hampati mimba, mmepata watoto, kwa sababu Mungu ni mwema. Lakini Mungu yeye, tatizo ni kwamba ambalo hata mimi nimekuwa ni changamoto sana. Mungu hakupi wewe siku ile ile unayoomba. Leo unaomba, kesho umepata. Mara chache sana. Yesu anataka kwamba umjue yeye vema. Yesu anataka kwamba ujikabidhi kwake yeye vema. Hapo akiona kwamba wewe unamwamini na kumwabudu, akiona kwamba wewe huyu mwanamke ananipenda na kuamini, hapo anakurudishia kile kitu chako ulichokipoteza, tena atakurudishia maradufu yake. Lakini Yesu yeye ana mipango yake, ana plani yake. Yeye anajua ni lini anarudisha kile alichokipoteza. Na tena usianze kuhangaika usema, jamani, kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Mtumishi wa Mungu, mimi nashukuru Mungu nimekwenda kuonana na mtumishi wa Mungu Joseph. Amenisaidia sana. Kwa sababu bila huyu naona ningepotea, labda ningekuwa nimekuwa hospitali, nimelazwa au nimechanganyikiwa kwa matatizo niliyoyapata. Lakini kwa sababu yeye amekuwa kila siku ananiombea na kunionyesha jinsi yake, namshukuru Mungu kwa kumjua, kwa sababu nilichojifunza miezi hii mitatu siwezi nikakisema ni kikubwa, jinsi kilivyo kikubwa. Cha kwanza, nimebadilika. Ndio, nimekuwa pia mzuri. Halo, unaniona? Cha pili, nimemjua Yesu kiundani. Cha tatu, nina amani ambayo sijawahi kuwa nayo moyoni. Nina upendo. Cha nne, ninasamehe watu walionikosea. Ninaomba msamaha hata saa nyingine hata sijui nimefanya nini. Yaani kuna vitu vinatokea mpaka nasema Mungu, nasema asante kwa wema wako. Mwanamke mwenzangu, nakwambia tena, usitatarike wala usihangaike. Kwa lolote ulilopoteza, piga magoti, sema Yesu, ni kwa mapenzi yako tu. Ni vile upangavyo wewe Yesu. Lakini Yesu, kama huyu ni mume wangu, kama kweli huyu ni mume wangu ulinipangia kutoka kwako mbinguni, utakwenda kumrudisha. Hata kama wewe na wanawake hata kama ametangatanga miezi na miezi, atakuja kurudi kwako. Kwa sababu chozi
kila chozi linaloanguka katika sakafu, kila chozi unalolia katika kitanda kile, wewe mwanamke, liwe chozi la kumlilia mume wako, liwe chozi la kulia kwa sababu upati mtoto, liwe chozi kwa sababu unaumwa hujui ufanye nini, Yesu anasikia kila chozi unalolia. Kila chozi unalolia Yesu analichukua, analifanyia kazi. Anachotaka tu ni kwamba wewe umfahamu, umuombe na umwamini. Kwa sababu usipomwamini yeye, hataweza kukusaidia. Atakusaidia vipi kama humwamini? Wapendwa wangu, mwaminini Yesu kwa upendo wenu wote. Na nasema mtaenda kuona maajabu ya ajabu. Ukimpenda Mungu, ukimpenda Yesu, ukipenda pale unapopaamini. Sisemi kwamba ubadilishe dini yako, kwa sababu kuna watu wengine wanataka waanze kubadilisha dini, uruhusiwe kuvaa hichi, hutaki kuvaa hiki. Hapana. Baki na dini yako hivyo hivyo, mshukuru Mungu, mwabudu Mungu. Hapo ulipo inatosha kabisa. Jamani, ninawapenda wapenzi wangu, nawapenda kuliko chochote kile. Nitaenda kuambieni katika video ijao jinsi aliyotokea kwangu. Nitaenda kuanza kutuma vitu vizuri tena kama kawaida yangu, si mnanijua tena. Na nimerudi niko full, lakini sasa hivi niko tofauti. Nimekuwa milionea. Nimekuwa milionea wa Roho Mtakatifu, nimekuwa milionea wa Yesu. Na mtu yoyote mwenye Yesu Bwana anajitai, kwa sababu haogopi lolote. Mimi nakwambia mwanamke mwenzangu, ukimjua Yesu watakukoma. Wambea, wachawi, wote hao wataenda chini, watakuabudu. Wataenda chini, watasema huyu mwanamke ni hatari. Kwa sababu gani yeye? Kwa sababu una Yesu ndani yako. Kwa sababu una Yesu ndani yako. Jamani, mimi nawapendeni mno. Nimewamisi sana. Na msisahau kwamba huu ni wakati wa Kwaresma. Hebu ombeni Mungu, wasameheni wenzenu, acheni kunununa kwa kuwanunia wengine. Umeona, mtu akikukimbia sema Mungu asante, sleep. Mtu akikutukana mwambie haya, asante, Mungu akubariki. Unaenda. Kwanza unapungukiwa nini? Ile biashara ya kutukana wewe ya nini? Ukimwambia tu haya, asante mama, unapungukiwa nini? Mimi huwa nasemaje? Wewe ukimsamehe yule ambaye anakutukana, wewe ukimsamehe yule ambaye amekukosea, hata kama unajua wakati mwingine kwamba kosa lilikuwa sio la kwako, unajiongezea maisha mengi ya kuishi. Haleluya. Unajiongezea. Kwa hiyo wewe msamehe tu, amekutukana mwambie nimekusamehe kutoka rohoni. Sijakusamehe kwa sababu naona kwamba wewe umenifanyia kosa, na kusamehe kwa sababu nataka kujiokoa mimi mwenyewe na roho yangu, nisipate malipo, nisipate nini. Na Yesu anapenda hivyo. Jamani, nawapenda sana. Ni matumaini yangu kwamba mtaenda kuwa pamoja nami katika vipindi vyote vijavyo. Tena vipindi vijavyo nitakuambieni kilichonitokea katika maisha yangu katika miezi hii mitatu ya Yesu, miezi hii mitatu ya Mungu, miezi hii mitatu ya Roho Mtakatifu, miezi hii mitatu ya damu ya Yesu. Kuna mambo makubwa yaliyotokea katika maisha yangu, na nitakwenda kuambieni, na nitakwenda kuwafunza, na nitakwenda kuambieni. Jamani, nimefurahi kurudi tena. Nimefanya kidogo mazoezi, sinaniona nimepungua kama kilo fulani zimepotea. Na nitaenda kuonyesheni pia mazoezi mapya ya kupunguza mambo ya vitambi. Si mnajua tena nimeshakula pilau, nyewe mmekula pilau miaka yote, mmekula pilau kwa sababu nimepotea miezi mitatu tu. Haya, shaanza kula pilau. Mmekula pilau, mmekula vitumbua usiku. Haya, sasa mama nimerudi kazi, tunaanza kujifunga mkanda. Lakini muda huu tunajifunga mkanda tukiwa na Yesu. Tunaenda kupunguza kilo zote kwa sababu Yesu hataki kuona mtu mbaya. Kwa sababu wote tumeumbwa na sura yake, wote ni warembo, si mama. Tutaanza kazi ya nini? Ya kutoa hivyo vitambi. Simaona tena kikipota hapo. Naweza nikasimama, hebu niangalie. Umeona Ni hapo sasa. Haya basi jamani, nawapendeni, nawatakieni Jumapili njema, nawatakieni kipindi kizuri cha Kwaresma, na sasa hivi ndo nimeanza tena, na nitaendelea kuwakumbatia na kuwatolea mambo kibao. Jamani, Bwana Yesu awakumbatie sana, damu ya Yesu awakumbatie, na yoyote yule aliyopo ndani nje huko, yoyote yule ambaye ana tatizo lolote lile. Yesu mwema, ninakuomba Yesu, wewe naye kuabudu naye na kuheshimu, damu yako takatifu na ile takatifu ya Ekaristi takatifu na heshimu, utakwenda kumpatia mama huyu anayekuomba. Utaenda kumpatia mama huyu nguvu ya ajabu, utaenda kumpa amani na upendo, utaenda kumpatia na kumuonyesha kwamba wewe upo. Ni katika jina la Yesu na kuabudu na kuheshimu. Amen. Nawapendeni sana. Tuonane katika vipindi vya upodozi, vipindi vya kupungua uzito, mambo yote ya kupungua kila sehemu.
Nawapendeni sana wanawake wenzangu. Yesu awe pamoja nawe. Damu ya Yesu akupatie wote, na mashetani yote yashindwe katika jina la Yesu. Hayo tumeyashinda. Amen.